Ilikuwa zawadi na mshangao usiotarajiwa zaidi kwa miaka yetu 5 ya ndoa. Angalau ndivyo nilivyofikiri mimi. Ilikuwa kweli. Lakini mshangao na zawadi hiyo haikuwa kwa mke wangu, ilikuwa kwangu mimi. Zawadi ya ajabu, uaminifu wa mke wangu. Alinidanganya nami nilimshika katika tendo hilo wakati wa safari ya kazi. Nilikuwa nimetumia wiki nyingi kupanga maadhimisho yetu, nikiweka roho yangu yote ili iwe isiyosahaulika, na hii ndiyo iliyokuwa majibu. Ilikuwa nafasi moja kati ya milioni. Au nilikuwa kipofu tangu mwanzo? Swali la kejeli. Wakati yeye alipokuwa akimaliza semina yake, nyumbani nilitayarisha mshangao mkubwa ambao atakumbuka kila siku hadi mwisho wa siku zake. Lakini tusikimbilie. Tuanze hadithi hii kutoka mwanzo. Jina langu ni Tumaini Sanga, miaka 34, nimezaliwa na kukulia hapa nchini. Maisha yalikuwa mazuri, rahisi, yanayotarajiwa, thabiti. Nilisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, nina kazi thabiti katika uendelezaji wa programu za kompyuta na nina shauku kwa pikipiki na magari. Ninaendesha gari langu la SUV, si kwa sababu nahitaji, bali kwa sababu napenda hisia barabarani. Inategemewa, yenye nguvu, iliyotengenezwa kudumu. Ndivyo nilivyofikiria pia kuhusu ndoa yangu. Nilikuwa nimekosea. Neema na mimi tulikutana miaka 10 iliyopita wakati wa sherehe ya vinywaji Pwani, nyumbani kwa rafiki yangu Juma Otieno. Ilikuwa miongoni mwa majira hayo ya joto na unyevu, hewa ikinishika. Nilikuwa kwenye nyama choma alipofika yeye, nywele nyeusi zilizopinda, macho yenye mwanga, tabasamu ambalo linakushika. Alikuwa amevaa gauni la majira la rangi ya samawati na akacheka ucheshi wa rafiki yake. Katika wakati huo nilielewa kuwa nilipaswa kuzungumza naye. Alikuwa mwerevu, mwenye malengo, amejaa nguvu. Alifanya kazi katika uuzaji na aliota kufanya kazi kubwa. Hakuwa wa aina inayosubiri mambo yatokee, aliyafanya yatokee. Ndivyo nilivyompenda mara moja. Tukaanza kuchumbiana wiki chache baadaye. Wikendi yetu ya kwanza halisi ilikuwa kwenye ziwa. Tulitembea karibu na maji, tukanywa bia za asili na tukazungumza kuhusu kila kitu. Nakumbuka nilifikiri, hii ni yeye. Ni mwanamke ninaotaka kumtumia maisha yangu naye. Miaka 3 baadaye nilimwomba awe wakati wa wikendi kwenye pwani. Kwenye ufuo wakati wa jua kuchwa. Alilia. Nilia. Ilikuwa kamili. Tulioana mwaka uliofuata katika sherehe ya karibu nyumbani, si ya anasa sana, jamaa wa karibu tu. Miaka ya kwanza ya ndoa ilikuwa mizuri. Tulioa nyumba katika kitongoji cha kisasa, barabara zenye miti, majirani watulivu. Tulisafiri tulipoweza. Tulichukua pia mbwa mkubwa wa rangi ya dhahabu, Simba, ambaye alikuwa katikati ya nyumba mara moja. Maisha yalikuwa mazuri. Kazi ya Neema ilipaa. Alipandishwa cheo katika kampuni kubwa ya uuzaji na hivi karibuni alianza kufanya safari za kazi kote nchini. Nilijivunia yeye. Alifanya kazi kwa bidii, alistahili. Ndiyo, alikuwa mara nyingi hayupo, lakini sikuwahi kutilia shaka. Sikuwa na sababu. Angalau ndivyo nilivyofikiri. Kwa kufikiri baadaye, kulikuwa na ishara. Mambo madogo. Alirudi baadaye akisema kulikuwa na mikutano. Baadhi ya jioni alibaki akiangalia simu, akitabasamu kwa ujumbe ambao hakushiriki kamwe. Hakujikunja tena kwenye sofa nami, alilala upande wake wa kitanda. Nilihusisha na msongo. Kazi ilikuwa nzito, alihitaji nafasi. Lakini wakati mwingine nyufa huonekana tu wakati kila kitu kinapoporomoka. Miaka yetu 5 ilikaribia, nami nilitaka kufanya mambo makubwa. Nilikuwa nimetumia wiki nyingi kupanga kitu kisichosahaulika. Nilitaka kumkumbusha jinsi nilivyompenda, jinsi alivyokuwa muhimu kwangu. Lakini mwishowe sikuwa mimi niliyemfanyia mshangao mkubwa zaidi. Alikuwa yeye. Nami sitasahau kamwe. Neema alisafiri sana kwa kazi, nami nilijiambia kuwa alistahili kitu maalum. Tulikuwa tukionana kidogo sana siku hizi, ajenda yake ilikuwa imejaa mikutano, simu za jioni na safari.
Kisha nikafikiri, kwa nini nisifanye kitu kitakachotukumbusha kwa nini tulipendana? Neema alikuwa katika mji mwingine kwa semina, akiishi katika hoteli ya kifahari. Alikuwa na shauku kwa safari hiyo, alinirudia jinsi ilivyokuwa muhimu kwa kazi yake. Sikuwa na sababu ya kutilia shaka. Badala yake, nilitaka kumwonyesha kuwa hata kwa maisha yetu yenye shughuli nyingi, nilikuwa tayari kufanya kila kitu kwa ajili yake. Hivyo nilipanga mpango mkubwa. Niliamua kumshtukiza huko. Si tu kwa kujitokeza, bali kwa kumpa kitu ambacho angezungumza kuhusu kwa miaka. Nilipanga terasi ya faragha juu ya paa la hoteli hiyo, chakula cha jioni kwa mwanga wa mishumaa, menyu ya hali ya juu, na kundi la muziki wa jazz ambalo lingecheza nyimbo zake anazozipenda. Alipenda jazz, alikuwa na orodha nzima ya nyimbo za asili. Niliomba wacheze wimbo ambao tulicheza naye siku ya harusi. Na haikuwa yote. Nilikuwa nimepanga pia tiketi 2 za daraja la biashara kwenda visiwa. Neema alikuwa ameota kwenda huko daima, lakini daima kulikuwa na kazi yangu, yake, maisha. Nilifikiri kuwa ni wakati mzuri. Wiki moja sisi wawili tu, chakula cha pwani, matembezi kati ya mabonde na kusahau ulimwengu. Niliweka kila kitu siri. Nilimwambia kuwa nilibaki nyumbani nikiendelea na kazi kama kawaida. Hata nilimtuma ujumbe asubuhi, hii siku njema kwenye semina. Siwezi kungoja kusherehekea unaporudi. Alijibu, hii siku yenye shughuli nyingi, lakini mimi pia siwezi kungoja. Nakupenda. Ujumbe huo ulinifanya nitabasamu. Ulinihakikishia kuwa nilikuwa nikifanya jambo sahihi. Nilitayarisha valisi, nikachukua pasipoti, nikaondoka kuelekea uwanja wa ndege. Safari ya ndege ilichukua saa 1. Wakati wote wa safari nilikuwa nikifikiria tayari uso wake atakaponiona kwenye ukumbi, nikiwa nimevaa suti ya bluu iliyokolea, shada la waridi nyekundu mkononi. Alisema daima kuwa waridi nyekundu ni vya kawaida, lakini kwa ndani alivipenda. Nilipotua nilikuwa na ile adrenaline inayokushika unapokaribia kufanya kitu cha ajabu kwa mtu unayempenda. Nilichukua teksi ya kifahari. Dereva, bwana mwenye umri wa karibu 50, aliniuliza kama nilikuwa niko kwa kazi. Hapana, nilijibu nikitabasamu. Mshangao kwa maadhimisho ya miaka 5 ya ndoa kwa mke wangu. Alicheka. Kama filamu. Ana bahati. Maoni hayo yalinigusa. Alikuwa na bahati. Nami pia. Safari hadi hoteli ilichukua dakika 40 katika msongamano. Tuliposimama mbele ya hoteli, moyo wangu ulipiga kwa kasi. Ilikuwa wakati. Nilijifanya mteja wa biashara, nikaomba chumba kwenye ghorofa ile ile ya Neema. Mpokeaji, mwanamke aitwaye Amina Wanjiku, alinitabasamu. Lazima unampenda sana kufanya yote haya. Ndiyo, nilijibu bila kusita. Nilichukua lifti, moyo ukiwa mwepesi. Chumba changu kilikuwa karibu kabisa na chake, chumba namba 512. Niliweka begi, nikajipumzisha, nikathibitisha na msimamizi wa matukio kuwa kila kitu kilikuwa tayari: maua, mishumaa, kundi la jazz. Kila kitu kilikuwa kamili. Ilibaki tu kumshtukiza. Nilitaka kufanya mambo vizuri. Sitake kuingia ghafla wakati wa simu ya kazi. Nilingoja jioni atakaporudi na kupumzika. Nilichukua shada kutoka kwa mhudumu, nikarekebisha tai, nikaelekea kwenye chumba chake. Kila hatua msisimko uliongezeka. Sikuweza kungoja kuona uso wake. Sikuweza kungoja kusherehekea. Lakini maisha wakati mwingine hukupa teke kwenye meno, hasa unapokutegemea kidogo. Nilikuwa mbele ya chumba namba 512, moyo ukipiga kwa nguvu, vidole vikishikilia shada la waridi nyekundu. Ilikuwa wakati mkubwa. Ishara ya kimapenzi kama filamu. Nilikuwa nikifikiria tayari eneo, Neema anafungua, anabaki mdomo wazi, anajiweka mikono kinywani. Kisha tabasamu hilo la kushangaa kabla ya kunirukia shingoni. Angeuliza nini nilikuwa nikifanya huko, nami ningejibu, heri ya maadhimisho ya miaka 5 ya ndoa, mpenzi wangu. Nilikuwa nikiisikia tayari akicheka.
Nilikuwa nikiona mwanga katika macho yake. Angesema kwa sauti ya chini, wewe ni mwendawazimu kabisa, Tumaini Sanga, kabla ya kunibusu kwenye ukanda. Niliangalia tai, suti. Mkono ulikaribia kushika mpini. Sikubisha hata. Nilitaka iwe kamili. Nilivuta pumzi ndefu, nikasukuma mlango. Na hapo ndani yangu kila kitu kilivunjika. Neema alikuwa amekaa kwenye ukingo wa kitanda, akiwa amegonga mgongo, amevaa joho la hariri ambalo hakuwahi kuwa nalo nyumbani kwetu. Miguu imewekwa juu, glasi ya divai nyekundu mkononi. Alitupa kichwa nyuma akicheka. Sauti ya kiume yenye kina na laini ilinung'unika kitu. Kisha nikamwona mwanaume amekaa kwenye kiti cha mbele. Si mwenzake wa kazi, si mteja, mhudumu wa hoteli. Amevaa koti jeusi, shati jeupe lililofunguliwa. Alitabasamu, chupa mkononi, akijinamia kuelekea kwake. Mikono yao iligusana. Tumbo langu lilibana kwa nguvu sana, nikaona kama nitatapika. Kwa sekunde moja ubongo ulikataa ukweli. Haiwezekani. Labda mazungumzo ya kawaida. Labda Kisha alicheka tena. Kicheko hicho. Kicheko nilichokipenda. Kile kilichokuwa changu. Nilikuwa nimesikia mara elfu tulipocheza jikoni usiku wa manane, aliponicheka kwa ladha zangu za muziki zisizoeleweka, alipomletea kifungua kinywa kitandani bila sababu. Sasa alikitoa kwa mwingine. Baridi kali ilinipita. Nilikuwa kama nimejitenga na mwili wangu, mtazamaji wa eneo la kikatili. Mhudumu alijinamia zaidi na Neema alimtazama kwa tabasamu hilo. Tabasamu la mwanamke aliye huru kabisa. Nilimeza mate, koo likiwa kavu. Mikono ilitetemeka, lakini sikutazama mbali. Sikusema chochote. Nilitoa simu kutoka mfukoni. Sijui kwa nini. Labda silika. Labda kwa sababu sehemu yangu ilijua kuwa baadaye ningejaribu kujishawishi kuwa ilikuwa kosa. Nilianzisha rekodi. Mhudumu alinywa, akimtazama kama mwanamke mwenye kuvutia zaidi duniani. Neema alizungusha glasi, akimrudishia mtazamo ule ule. Mtazamo ambao zamani ulikuwa wa kwangu. Mshiko wa shada ulilegea. Bila kujua, niliacha ianguke. Waridi zilianguka kwenye zulia kwa sauti ya chini, petali zikitawanyika. Neema aliganda ghafla. Aligeuza kichwa polepole kama tayari alijua. Macho yake yalikutana na yangu, makubwa, yamejaa hofu. Mdomo ulifunguka kidogo. Tumaini. Sikumwacha amalize. Nilisimamisha rekodi. Niligeuka nikaondoka. Sikumbuki karibu chochote cha safari ya kurudi. Ukungu wa korido za uwanja wa ndege, kelele za injini na uzito kwenye kifua ambao haukunipa nafasi ya kupumua. Ninaamini sikuwa nimefungua macho kati ya uwanja wa kuondoka na ule wa kurudi. Nilikuwa nimekaa, mikono imeshikilia magoti, macho yakitazama tupu. Kitu pekee ninachokumbuka wazi ni kuangalia video mara nyingi. Sekunde chache. Mkono wake juu ya wake. Tabasamu lake. Kicheko chake. Kila mtazamo ulikuwa jeraha jipya. Ndege ilipotua, sikuwa tena na huzuni. Nilikuwa nimeisha. Niliendesha gari nyumbani kimya, sauti pekee ikiwa injini ya SUV yangu kwenye barabara za kitongoji. Taa zilikuwa zikimeta alfajiri, na kwa muda mfupi niliitazama nyumba tuliyojenga pamoja. Nyumba yetu. Ambapo tulikaa Jumapili tukitazama mechi. Ambapo yeye alicheza jikoni na Simba nami nikicheka. Ambapo nilifikiri nina ndoa yenye furaha. Sasa ilikuwa uongo. Singeendelea hata sekunde moja zaidi na vitu vyake ndani. Nilichukua mifuko mikubwa ya takataka niliyokuwa nayo, nikaondoa chumba baada ya chumba. Nguo zake, vipodozi, viatu, hata kioo cha kukuza ambacho alilalamika daima kwa sababu mwanga ulikuwa baridi sana. Kila harufu, kila sanduku la vito, kila picha yetu, yote barabarani. Nilifanya kazi kwa kasi, nikichochewa na kitu chenye nguvu zaidi ya hasira. Alfajiri, mifuko 7 nyeusi ilikuwa imewekwa kwenye barabara. Kisha nilibadilisha funguo.
Si matukio ya filamu. Fundi wa saa 24 alifika na gari lake jeupe na hakuuliza maswali. Saa moja baadaye, funguo mpya, uhakika kuwa Neema hangeweka mguu tena huko. Sikukaa. Nilienda moja kwa moja kwa wakili Hassan Mtei ambaye alifuata ununuzi wetu wa nyumba miaka 5 iliyopita. Sasa angesimamia kitu kikubwa zaidi. Nilipoingia alikunja uso. Tumaini, una uso wa mtu aliyekufa. Niliweka simu juu ya meza nikaanzisha video. Aliitazama kimya. Kisha akapumua polepole. Vizuri, hapa kuna sababu thabiti ya talaka. Nilivuka mikono. Fanya haraka. Fanya safi. Na hakikisha sipotezi chochote. Alinodisha. Tuanze. Hapa nchini inawezekana talaka kwa kosa, na hapa ni kama kitabu. Itaenda haraka. Nilishika taya. Kipindi cha kufikiri ni lazima, lakini hakizuii kuchukua hatua nyingine. Neema alijivunia kazi yake katika kampuni ya uuzaji. Alikuwa amefanya kazi kwa jasho, alizungumza daima kuhusu timu yake, kupandishwa cheo kunayokuja, heshima ya bosi. Nilijiuliza wangemheshimu kiasi gani baadaye. Nilifungua kompyuta nikaandika barua pepe ya heshima sana kwa rasilimali watu wa kampuni hiyo. Mada: taarifa kubwa kuhusu tabia ya mfanyakazi. Waheshimiwa, ninawajulisha tukio kubwa linalohusu Bi. Neema Sanga, mkurugenzi mwandamizi wa uuzaji, wakati wa safari ya kampuni iliyolipwa na kampuni katika hoteli ya kifahari. Ambatanisho: mtaona video inayoonyesha tabia isiyofaa kabisa. Kampuni inayokuza uaminifu na taaluma haiwezi kuvumilia hii kutoka kwa anayeiwakilisha. Salamu za heshima. Tumaini Sanga. Niliambatanisha video nikabofya kutuma. Kisha nikajiegemeza kwenye kiti nikapumua. Imekwisha. Karibu saa 6 mchana kila kitu kilikuwa kimeisha. Sikulazimika kusubiri sana. Saa 11 na dakika 10 simu ilitetemeka. Namba iliyofichwa. Niliacha iende kwenye ujumbe. Dakika moja baadaye. Tumaini, nipigie tafadhali. Tunahitaji kuzungumza. Neema. Sikujibu. Saa 11 na dakika 45 simu kutoka Juma Otieno, rafiki yangu anayefanya kazi katikati ya mji. Ndugu, nimesikia kuwa Neema amefukuzwa kutoka kampuni. Nilitabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Saa 6 mchana kazi yake ilikuwa imeisha. Asubuhi iliyofuata simu haikuacha kutetemeka. Nilipuuza. Niliinuka nikashuka ngazi. Simba alinigoja chini, mkia ukipiga, hajui kuwa ulimwengu wake umebadilika. Njoo mzuri, twende tupate hewa. Tulitembea kwenye barabara tulivu za kitongoji, hewa safi ya asubuhi, eneo bado limelala. Ilionekana karibu kawaida. Lakini nilijua kuwa nje ya barabara hiyo dhoruba ilikuwa ikiendelea. Niliporudi nyumbani, ujumbe ulikuwa umejaa. Neema alikuwa amepiga simu mara 8. Ujumbe kwanza wa kukata tamaa. Tumaini, jibu, ninahitaji kukueleza Kisha msamaha. Si kama unavyofikiri. Kisha hasira. Hukuwa na haki. Huelewi ulichofanya. Oh, ndiyo, nilielewa. Nilikuwa nikimpatia nafasi ya mbele kwenye matokeo. Sikujibu. Nilimfanya aone tu kuwa nilikuwa ninasoma na kupuuza. Kisha marafiki wa pamoja walianza kuandika. Wengine wameshangaa. Wengine wameaibika. Ndugu, hii ni kweli. Sikusema chochote. Nilipeleka tu video. Kimya. Kisha, pole sana Tumaini, sikujua chochote. Sijui niseme nini. Pole ndugu. Alituambia kila kitu kiko sawa. Alitudanganya sote. Kawaida. Karibu saa 4 asubuhi alipiga mama yake Neema ujumbe. Kisha dada yake Fatuma Okoth. Alipopiga baba yake, nilijibu kabla hawajafika. Halo Tumaini. Sauti ya Joseph Okoth, moja kwa moja kama daima anapokuwa na hasira. Nini kimetokea?
Umeona video nadhani? Pumzi ndefu. Ndiyo. Fatuma amenipeleka. Kimya. Sikiliza, siji kutetea Neema. Alichofanya ni chafu. Amekudhalilisha. Amejidhalilisha. Amepoteza kila kitu. Inaonekana hivyo. Lakini hufikiri ameumia vya kutosha? Nilicheka kwa sauti. Joseph, binti yako alinidanganya katika hoteli nilikokuwa nimeenda kumfanyia mshangao kwa miaka yetu 5. Amepatikana. Na sasa analia kwa sababu kila mtu anajua. Unafikiri yeye ndiye mwathirika? Hapana, lakini nilimkatiza. Amechagua. Sasa achukue matokeo. Kimya. Usifanye upuuzi, kijana. Imechelewa. Nilikata simu. Saa 6 mchana ulimwengu wa Neema ulikuwa umeporomoka. Wasifu wake wa mitandao ulikuwa umezimwa au kufungiwa. Lakini imechelewa. Video ilizunguka katika vikundi vya eneo, maoni yakijaa. Kutupa miaka 5 ya ndoa kwa mhudumu, hakuna tena maadili. Angalau divai ilikuwa nzuri. Uaminifu hajui nini. Pole kijana. Neema alikuwa daima akihudumia sura yake. Sasa alikuwa kichekesho cha mji. Nami sikuhitaji hata kusogeza kidole. Siku 2 za kimya kamili. Hakuna ujumbe tena. Hakuna simu. Neema alikuwa ametoweka baada ya mlipuko. Kwangu ilikuwa sawa. Nilitumia siku hizo 2 kufuta kila alama yake nyumbani. Nilitupa mito ya gharama aliyochagua yeye, nikapiga kila sehemu hadi hakubaki chochote chake. Ilikuwa nyumba yangu sasa. Nilikuwa jikoni nikijitengenezea kahawa walipobisha mlango. Si kugonga kwa heshima. Kugonga kwa kukata tamaa. Tumaini. Sauti yenye ukali kutoka kwa kilio. Fungua. Tunahitaji kuzungumza. Sikukimbia. Nilimaliza kahawa, nikaweka kikombe. Nilichukua muda wangu, nyaraka za talaka tayari mkononi. Nilipofungua alikuwa pale kwenye kizingiti katika hali ya kusikitisha. Nywele zimevurugika, maskara imetiririka, macho yamevimba. Alikuwa amevaa sweta ya zamani aliyokuwa akininyakulia daima. Neema Sanga, daima kamili, alionekana kama mzimu. Kwa sekunde moja sikuhisi chochote. Wala hasira. Wala maumivu. Chochote. Alipiga kope, akaona nyaraka, sauti ikavunjika. Hii ni nini? Nilimpa karatasi mkononi. Ukweli wako mpya. Umejiandikisha darasani kule ulikokuwa. Alitetemeka akiyageuza. Tumaini machozi. Tafadhali nimefanya kosa Nilishika taya. Kosa? Hapana Neema. Kosa ni kusahau maadhimisho yetu. Kosa ni kuchoma kuku au kupoteza funguo. Nilikaribia. Ulilofanya ni uchaguzi. Alilia. Nilingoja. Nilingoja aje, lakini hakuna majibu ya kweli. Na kupenda haikumaanisha chochote. Nilicheka kicheko chenye uchungu. Hakikumaanisha chochote. Umetupa miaka 5 kwa mhudumu katika hoteli nilikokuwa nimekuja kukufanyia mshangao. Miguu yake ililegea, aliketi kwenye hatua akishikilia nyaraka kifuani. Tafadhali usifanye Nilimtazama mwanamke huyu aliyeharibiwa, ambaye alikuwa kila kitu kwangu. Sikuhisi chochote. Nilitikisa kichwa. Sio mimi niliyeharibu kila kitu, Neema. Sauti ilikuwa tulivu, baridi, ya mwisho. Ni wewe. Na nikafunga mlango. Neema alikuwa daima ajihisi kuwa hawezi kuguswa. Alikuwa amejenga sura kamili, kazi angavu, heshima kazini, marafiki waliomadmiri, ndoa thabiti. Alitenda kama ulimwengu ulikuwa wake. Katika wiki moja kila kitu kiliporomoka. Kazi ilipotea. Katika kampuni ile ilikuwa haraka na kali.
Nyota inayoibuka iliyopatikana katika uzinzi wakati wa safari ya kampuni haiwezi kusamehewa. Barua pepe kutoka rasilimali watu. Simu moja. Kompyuta ilizimwa. Beji ilirudishwa kama hakuwahi kuwepo. Marafiki walitoweka. Alifikiri wangemsaidia, wangeniita mkatili sana. Badala yake walimpuuza. Hakuna majibu. Simu zisizojibiwa. Wale wachache waliojibu walikuwa baridi. Na kwenye mitandao maoni yalikuja kama mafuriko. Kuna wanaostahili uaminifu. Matendo yana matokeo. Kutupa ndoa kwa muda wa kuteleza. Familia karibu ilipotea. Mama yake alikuwa na hasira, si tu kwa ajili yangu bali kwa aibu ya umma. Dada yake Fatuma alimwandikia tu, je, unaonekana mzito. Neema hakujibu kamwe. Bila kazi, bila marafiki, bila mustakabali hapa, hakukuwa na chochote kingine isipokuwa kurudi kwa wazazi wake. Katika chumba kile kile cha ujana alichoacha akiwa na miaka 18, akiamini atashinda ulimwengu. Alikuwa na ofisi yenye dirisha nzuri. Sasa alilala akiwa amezungukwa na mabango ya zamani na tuzo za shule. Neema Sanga, yule aliyefikiri ana kila kitu, hakuwa tena mtu yeyote. Tiketi za kwenda visiwa zilikuwa zisizoweza kurejeshwa. Niliitazama kwa siku nyingi. Mwanzoni nilitaka kufuta kila kitu. Kwa nini? Ilitakiwa kuwa safari yetu ya pili ya harusi. Kisha nikaelewa, sio mimi niliyepoteza. Alikuwa yeye. Amepoteza mimi, maisha yetu, mustakabali wetu. Mimi bado nilikuwa na yangu. Jumamosi asubuhi nilichukua valisi, nikaelekea uwanja wa ndege. Tiketi ya kwenda tu. Daraja la biashara. Visiwa vilinigoja. Safari ya ndege ilichukua saa 2, lakini sikujali. Kwa mara ya kwanza kwa wiki nyingi nilipumzika. Nilinywa glasi ya divai, nikatizama filamu bila kuangalia simu. Nilipotua hewa ya joto ilinipiga. Nilivuta pumzi ndefu. Sikuwa nimekuja kukimbia wala kusahau. Nilikuwa nimekuja kuanza upya. Nilichukua suite yenye dirisha la bahari katika hoteli ya pwani. Kwenye balkoni nilihisi amani kwa mara ya kwanza. Jioni ya kwanza nilichukua glasi ya divai kwenye baa ya ufuo, miguu kwenye mchanga, jua likichwa rangi ya chungwa na zambarau. Nilikaa pale kwa muda mrefu, nikitazama jua likitoweka baharini. Nilihisi vizuri. Bado si furaha, lakini vizuri. Na ilitosha. Sikufuata ratiba. Siku moja boti ya meli kwenye visiwa vidogo, siku nyingine mlima kwa gari la kukodisha, mabonde, aransini kando ya barabara. Nilikutana na watu wazuri, wenyeji, wasafiri. Wenzi wa wazee waliokuwa wakisherehekea miaka 40 ya ndoa, wapanda mawimbi, mhudumu wa baa aliyeniambia, hakuna anayekuja hapa kukimbia. Wanakuja kutafuta kitu. Hata kama bado hawaijui. Labda. Jioni ya mwisho, kwenye ufuo karibu na tupu, niliingiza miguu kwenye mchanga wa joto nikasikiliza mawimbi. Sikuwa tena na hasira. Sikuwa tena na uchungu. Sikuwa nikingoja msamaha ambao usingewahi kuja. Baadhi ya udanganyifu ni wa kina sana. Lakini si lazima kurekebisha kilichovunjika. Wakati mwingine inatosha kugeuza ukurasa. Mwaka mmoja umepita. Miezi 12 tangu nilipofunga mlango mbele ya Neema. Nimejenga upya maisha yangu jiwe baada ya jiwe. Talaka ilitangazwa miezi 6 iliyopita. Nyumba, akaunti, kila kitu ni changu. Hakuna tena cha pamoja. Sikuwa tena mtu yule aliyeingia kwenye chumba hicho cha hoteli akiwa na waridi. Mtu yule alikuwa amekufa. Nami sikuwa na majuto. Asubuhi moja, barua pepe. Mada, samahani sana Mtumaji, Neema Sanga. Niliitazama kwa muda mrefu. Sikuwa nimesikia kutoka kwake kwa zaidi ya mwaka. Niliifungua. Ilikuwa ndefu. Ndefu sana. Hakujaribu tena kujitetea. Alisema tu ukweli. Amepoteza kila kitu. Kazi haikuwahi kuanza tena.
Sekta ni ndogo, watu wanazungumza. Hakuna aliyetaka mwanamke aliyegeuka kuwa kashfa. Marafiki walimwacha. Familia bado inazungumza naye, lakini ni mvutano. Yuko peke yake. Na anajua ni kosa lake. Sikuombi unisamehe. Nilitaka tu kukujulisha kuwa hatimaye nimeelewa. Nimepoteza kila kitu na ninastahili. Nilikufanya maumivu yasiyoweza kurekebishwa na naishi na majuto haya kila siku. Kisha ombi, tafadhali Tumaini, kama uliwahi kunipenda nijibu. Neno moja tu. Ninahitaji kujua kuwa umeisoma. Nilitazama skrini kwa muda mrefu, kahawa ikipoa. Mwaka mmoja uliopita ningetaka aumie kama mimi. Leo hakuna. Wala hasira. Wala furaha. Ukosefu wa hisia tu. Nilifunga barua pepe. Sikujibu. Baadhi ya milango inapofungwa inapaswa kubaki imefungwa. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Kama mke wako asingekamatwa akifanya uhalifu, unafikiri angeishia kukiri? Kama umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na upatie video like.